Kwanza nimekuwa na haya kwa maana ya aibu ya kuona tunaridhika kila uchwao. Kwa sababu zingepigwa bao 4-5 pale tungeanza Coastal Union wako chini ya udhamini wa GSM. Sasa akishinda kwa tabu Yanga tayari tunaonekana Yanga ni mbovu. Tukae wapi? Ndio maana narudia na kuwaomba na kuwasihi wadau wa mchezo wa mpira wa miguu. Tuupende kwanza mpira wa miguu alafu mambo mengine yaisidae. Yanga kwa mchezaji mmoja mmoja performance yake hakuna mtu anaweza kalijadili hilo, tutachoka hapa tukakesha usiku kucha. Yanga wamekuwa na umahiri wa hali ya juu msimu wa 4 narudia tena mfululizo. Ilisetiwa standard ya kuwa timu ya kiushindani yenye muendelezo. Timu ya kiushindani yenye muendelezo toka 2020-2021 huko ya Nasreddine Nabi. Na mlengo mkuu ilikuwa ni kuifanya Yanga kuwa ya kimataifa zaidi. Unajua nimewahi kusema siku moja tukiwa wakati tunaseti ubora wetu, kila mtu asimame kwenye eneo lake. Na katika leo naomba niwakumbushe tu mfuatiliaji huyu. Ndio. Tukiongelea ule uhalisia haswa, kuna lugha chafu za mwaka juzi, mwaka jana hazikuwepo. Ni kweli. Kwenye mpira wetu. Kuna lugha za mwaka jana, mwaka huu awali tulivyoanza mwaka hazikuwepo. Kwa watu wameimprove kidogo, hata ukiona comments unaona kuna utofauti. Yaani tumeanza kuelewana kidogo. Na nilisema sintachoka kwa sababu dhamira yangu ni kufanya kila mtu tukae kwenye eneo ambalo lina uwiano. Wanaposemaga mfano ukisikia Tanzania imepanda kiuchumi. Na sasa hivi kila mtu anaingiza milioni 1 wastani wake kwa mwezi. Watu wengi huwa wanalalamika kweli, hawaelewagi ule usemi. Mbona mimi naingiza 7,000? Kuna mwingine anaingiza sijui milioni 8, mwingine bilioni 7. Sasa uwiano hawaangalii wasiokuwa nacho. Wanaangalia wenye kingi na hawa inapigwa hesabu wanagawanya ndio wanapata hiyo average. Kwa maana hiyo inawezekana wachache sana ndio wanacho kingi. Ndio maana ikitengenezwa ile average inaonekana wengi hatuna. Kwa nilivyosema kwamba sitakuwa nachoka kutoa elimu hii Tunu, hata wewe leo hii yule Tunu wa mwaka juzi mwaka jana maswali yako tofauti na mwaka huu. Kidogo sasa hivi kuna maswali uulizi. Sijakusikia muda mrefu kiulizia Mutale. Sijakusikia muda mrefu kiulizia Dube. Sijasikia muda mrefu kiniuliza vipi atapigika, watachapika, watakoboka. Yaani yale maswali siku hizi tena hayapo tena kama awali. Na hii ni tija. Maana yake tumeendelea kuimprove mtu mmoja. Justin Kesi wa mwaka juzi alikuwa na uwezo wa kusema mechi hii Yanga anaweza kushinda hata 5. Nilikuwa natabiri pia. Kwa sababu nilikuwa naangalia flow ya timu hii na hii, naangalia form zao, naangalia average ya magoli yao, naangalia form ya wachezaji wao mmoja na vitu kama hivyo. So hii ilikuwa inanipa tija ya kuongelea hivyo. Justin wa mwaka jana alikuwa anajitahidi zaidi kuongelea mchezaji na form zao mmoja. Sio kama naeleweka Tunu. So kila siku Justin anabadilika. Leo nazungumzia football therapy. Hii ni kama afya ya akili, kama tiba, ili tutoke hapa tulipo wote kwa mkupuo wetu na mipaka yake. Kwa nini mipaka? Kumbuka hili soka halijaanza tu from nowhere kuanzia Jangwani au Msimbazi. Wala halijatokea Chamazi wala KMC. Hili soka halijatoka CCM Kirumba. Hili soka halijatokea labda Mbeya, si ndio? Ndio. Hili soka limetoka lilipotoka. Dunia ikaikusanya kupitia FIFA. FIFA ikaileta kwa CAF. CAF wakatawanya kwenye wanachama wake ambao ndo mataifa haya, tukiwemo sisi wa Tanzania. Wa Tanzania kupitia wizara yetu likaunda baraza lile likatoa shirikisho lina vyama vyake vya mikoa kuna wilaya na vinginevyo. Ndani yake kuna klabu nazo zina bodi yake, ndo bodi ya ligi. Kwa nadhani unaona huo mtiririko. So wote huku walaji sisi wa chakula hivi tunaenda kwenye usawa, mwisho wa siku tunakula chakula kilicho hiki kimoja. Swali lako la msingi lilikuwa linasema? Swali langu la msingi lilikuwa linasema kwa performance ya jana. Coastal Union kwa jinsi walivyocheza umeonekana sasa kwa baadhi ya watu kwamba kweli kuwa yani mbali na kwamba wao ni GSM na ndani yake, lakini wameonyesha kitu tofauti kabisa. So tuna doubt na ubora wa Yanga? Jibu ni hapana.
Aziz Ki anaumwa? Hapana. So nadhani unanielewa jana tumeona hata Lydia Aucho amecheza akirejea kutoka kwenye timu ya taifa akapata majeraha ambayo taarifa yake awali bado haijatoka ya wazi, lakini mimi naamini Yanga ilitunza kidogo energy yake kwa sababu wanafahamu wana mchezo ambao wao wanaamini wakipata alama kwenye mchezo huo wanajidhatiti zaidi, wako kwenye nafasi nzuri ya kutoa ubingwa. Michezo miwili ndio ilibakia kwao challenge, ambao mwaka jana ndio ilikuwa mtihani kwao mwezi wa 10 na wa 11, kwa maana ya Azam FC pamoja na Tabora United. Wamepata matokeo chanya dhidi ya Tabora United wakiwa ugenini 3-0 pale Mwinyi Al-Hassan Mwinyi Stadium, lakini wanataraji pia kupata matokeo kwa wao, inabidi yawe chanya, lakini Azam nao wanajidhatiti kuonyesha kwamba hapana, sisi ni wapinzani thabiti kwenu, kwa sababu so far kwenye ligi kila mtu amepata matokeo ya kushinda michezo 8 kwa 8. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo wa kuvutia na ilikuwa inawalazimu Dar es Salaam Yanga Afrika watunze energy. Kwangu mimi naamini hivyo kwa sababu hawana cha kupoteza sasa hivi zaidi ya FA pamoja na ligi. Kuna ligi ndio sehemu ambayo kidogo ina ugumu kwao. Kwa hiyo naamini kilichotokea jana ni hali ya kimchezo na kusubiri tunza kwa ajili ya Azam FC ambao nadhani ni Aprili 10. Si ndio? Yes. Sasa twende kwenye uhalisia. Mchezo utakuwa wa aina gani? Mchezo utakuwa wa kiushindani. Kwa hiyo ilikuwa lazima Yanga watengeneze hali ya kiushindani. Na hali ya kiushindani ni lazima uwe na wanajeshi ambao wanaweza kuipambania hiyo hali ya kinini? Ya kiushindani. So naamini hiyo ilikuwa sababu. Sababu ya pili ya msingi, mechi second half imechezwa dakika 36. Yes. Kujidondosha kwa hali ya juu sana Coastal Union, halafu dakika zikaja kuongezwa 2. Zimechezwa 34 jumlisha 2 zikawa 36. Baada ya hapo hata sielewi kwa nini mwalimu refa ameamua kumaliza mchezo vile, na nikiwa nikiimba kila mtu tukae kwenye uwiano na ukuaji tunu, basi tubadilike na marefa wetu na kila eneo ili tu balance ligi yetu kuiweka nafasi ya 4 kwa ubora ikiwa imekaa katika eneo lake. Sina maana ya kusema kwamba marefa wetu wanakosea sana, na kuna pahala wanapatia, lakini maeneo madogo madogo kama hayo sio sahihi sana, kwa sababu kosea kote usikosee zile sheria 17 za mpira wa miguu. Mchezo wa mpira wa miguu unapaswa kucheza dakika 90. Ndio maana wenzetu Ulaya walioendelea nadhani kupitia Euro kama sijui ilikuwa ni World Cup walianzisha sheria zilikuwa zinaongezwa mpaka dakika 8, 9, 10, umeelewa? Lengo wewe ukijidondosha, lakini sisi tutaweka muda wa kububudua kazi kwako. Kwa nadhani kulikuwa hakuna tija ya kumaliza mchezo vile, haikuwa ladha ambayo imetarajiwa kwa sababu mchezo uliharibika tu mzunguko round ya pili. Yanga wana tabia moja, tukubaliane, wana uwezo, wanapata tabu sana kupata magoli mengi kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili wanakuwa na kuanzia dakika ya 70 kwenda mwisho pale wanakuwa na uwezo kushinda goli 3 mpaka 2 average mechi ngumu zote. Average mechi ngumu zote. Yes. Bwana, hiyo ni kutokana na jinsi performance jana na ameelezea vizuri kweli. Sasa humo tukiangazia baadhi ya wachezaji. Khalid Aucho ameondoka katika kikosi kabla hata ya kipindi cha pili. Mambo yalikuwa ni magumu kwa upande wake kutokana na jeraha ambalo ameweza kulipata. Inawezekana kuondoka kwake Khalid Aucho kumpa nafasi kukawapa nafasi vijana wengine kuweza kupatia kuipatia Young Africans kina Mudathir Yahya kina. Nadhani tumekuwa tukiteseka na kukosekana kwa Khalid Aucho kama Watanzania wapenda soka anapokuwa anakosekana kwenye michezo muhimu ya mikubwa ya Yanga. Tuliona dhidi ya USM Alger finali ya klabu bingwa 2023 tunu akiwa Nabi, lakini kipindi cha Gamonde tuliona dhidi ya Mamelodi Sundowns, lakini juzi hapa tumeona mchezo Yanga walipata matokeo pia, ilikuwa dhidi ya Tabora. Hakuwepo Khalid Aucho, lakini tuliona performance aliyoonyesha Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahya. Basi it's time for them, kwa sababu tumekuwa tukiimba hii. Kuna utake maana yake ni vile viungo vitatu vya Afrika Mashariki na Kati. Utake Uganda, Tanzania na Kenya. Okay. Uganda, Tanzania na Kenya. Namba 8 wa Uganda tunafahamu ni Khalid Aucho. Aucho acheze namba 6 Uganda. Namba 8. Yes, na hata jezi yake namba 8 inaonekana pale. Na hata alipokuja Yanga ni hususan ni namba 8, 6 alikuwa Bangala. Ukienda kwa Kenya namba 8 wao ni nani? Duke Abuya. Namba 8 wa Taifa Stars Mudathir Yahya. Basi utake namba 8 zote Yanga wanazo. Ni time kwa Uganda, Tanzania na Kenya
kuibeba Yanga kwenye mchezo huo. So kwangu mimi kuumia kwake tunafahamu umuhimu wa Lidi Aucho, nishazungumzia michezo mikubwa aliyo miss na umuhimu wake unafahamika. Kuna ladha na utulivu unakosekana, lakini mimi naamini kwa ukubwa na exposure walionayo hao wawili nilokutajia, ni time na wao sasa kuonyesha kwamba kwa nini wanacheza naye, wamelearn nini kutoka kwake. Kweli mpaka leo Yanga haiwezi kuflow bila yeye. Pengine ni time kwenye michezo mikubwa kama hii kuaminisha sasa makocha wao, soka la Tanzania na Afrika kiujumla, kwamba wao ni Yanga na wana ukubwa kiasi gani. Wakati wao sasa. Yes kabisa. Bwana Pacome Zouzoua amekuja na kasi fulani hivi mpaka wengine wanajiuliza, hali kuna tetesi za kusema kwamba katika klabu yake Young Africans bado hajaongeza mkataba wa kuendelea katika msimu. Ni kuwapa ile mchecheto kwamba natumai mtanivumilia mpaka msimu unaofuata mtapata nafasi nyingine, au ni kwamba kwa herini naonyesha kazi yangu kwamba nitakapoondoka hapa niendelee kukumbuka kwa kitu ambacho nimeweza kufanya. Mengi yanaongeleka lakini tunajisahau sana. Tunarudi pale pale level na ngazi walioiseti wa klabu ya Yanga kupitia uongozi wao chini ya Mhandisi Hersi Ali Saidi. Wameseti standard ya wachezaji wa ngazi ya Afrika. Ni kwa sababu tuko Afrika Mashariki ndio maana Yanga inaonekana iko kwenye ngazi hiyo ya Afrika. Lakini tunajisahau pia timu zetu zinaingia kwenye top 10 ya klabu bora Afrika, Yanga na Simba. Hapo tunaelewa zinaingia top 10 bila mashaka yoyote kabisa. Zimekuwa na ubora wenye muendelezo kwa takriban sasa miaka 6-5 hapa nyuma, si ndio? Na tunaziona kila siku zinavyoishia, si ndio? Na performance yake, aina ya nyota walionao, si ndio? Maamuzi yao, uwezo wao kuonyesha kwenye michezo mikubwa. Zamani ilikuwa ni ngumu kuona wachezaji wa Simba na Yanga kuperform kwenye michezo mikubwa, kuonyesha uchezaji mmoja mmoja. Lakini wachezaji wao tunao sasa hivi, ndio maana wanatakiwa huko Wydad na maeneo mengineyo, si ndio? Kama tunaye Mwalimu ambaye yupo Wydad na ametokea timu gani? Mwalimu alitoka timu gani? Mwalimu alitoka timu gani yule ambaye ameenda Wydad? Shujaa au Fountain Gate? Fountain Gate sawa. Ametoka mkoani of course, lakini sio ngazi ya Simba na Yanga wala Azam, lakini yuko Wydad, si ndio? Yote haya tunayazungumza kwa maana ya kwamba tumekuwa level ya ngazi ya ligi yetu imefanyaje? Imekuwa wachezaji tunao. Haya, Pacome inaonekana mkataba wake, kandarasi yake inaelekea ukingoni. Ni yeye peke yake? Yupo Lidi Aucho, yupo Musonda, wapo wengi ambao wana ngazi hiyo. Yupo Aziz Ki ambaye amebakisha mwaka, yupo Cletus Chota Chama Triple C Mwamba wa Rusaka na wengineo wengi tu. So it's time kwa uongozi wa Yanga, kama walijidhatiti wao kuseti timu kuwa ya kiushindani barani Afrika, ni muda sasa wakitikisa kibubu chao, kutoa zile surufi zilizokuwepo, wajaribu kuendelea kuboresha maeneo yaliyopungua na kuendelea kuwabakiza nyota wao ambao hata msimu huu uloanza 24-25 kuna watu walitakiwa kuondoka lakini waliweza kuwasaliza. Mfano Aziz Ki alikuwa akitakiwa na waliweza kumbakiza. Ukiona wamemtoa mtu, basi wanufaike kwa faida na waweze kuleta nyota mbadala, aidha kama huyo au mara mbili ya huyo. Hiyo haitakuwa tatizo, kwa sababu duniani wachezaji huwa wanapita tu, wanakuja wengine na wengine wanaenda na wengine wanakuja, si ndio? Ili upate mbadala au maisha mengine, ili maisha mengine afaje yaendelee. So kwangu mimi kuondoka Pacome sio tatizo. Watapata mbadala wake, kwangu safi. Wakileta zaidi yake itakuwa bora zaidi na itaaminisha kwamba hao ni klabu kubwa. Kwa sababu klabu kubwa tunu sio kubeba makombe tu ya ligi, FA na ngao. Ni kuweza kusajili pia scouting team iwe nzuri, kuweza kushindana kimataifa, kuendelea kuongezeka financial. Yani kwa mwaka mmetumia bilioni 4 lakini mliingiza bilioni 3, kwa mna hasara bilioni 1. Lakini mmetoka sehemu ambayo mnatumia bilioni 6 na mnaingiza milioni 3. Hapa mkikua hivi uone kwamba mmekuwa kiuchumi, kwamba siku hizi mnatumia bilioni 4 mnaingiza bilioni 3. Uone kwamba mmekuwa. Tofauti mlikuwa mnatumia 6 bilioni halafu mnaingiza milioni 4. Uone kwamba mnakuwa hata kiuchumi pia. Hivyo vyote huwa vinatazamwa kwenye lengo la kutengeneza klabu yenye thamani Afrika of course. Young Africans inabidi watikise kibubu sasa ili mradi mambo mengine yaweze kuendelea. Tukimwangalia performance ya Cletus Chota Chama, dakika za jioni kweli kweli, dakika 4 takriban zilizo kubakia akaenda kucheza yeye. Watu wanasema inawezekana bado Chama akiwa anaukumbuka sana ufalme wake Simba, kutokana na kwamba Young Africans anakosa ile nafasi
ambacho uko nacho kitu gani? Ni kwamba kuna wingi wa wachezaji bora zaidi yake yeye, au ni kitu gani ambacho kinafanya Clatous Chota Chama anajikuta anakuwa na upweke fulani wa kuingia dakika za mwishoni kabisa? Ni star ambaye yeye ni regular starter kwa klabu aliyotokea Simba yenye ushindani baina yao na Yanga. Amekuwa nyota Tanzania kwa takriban miaka 6 mfululizo. Ngazi yake ya kucheza chipolopolo sio masiara. Anajiona ana nafasi ya kucheza kikosi cha kwanza Yanga. Yes, pengine sio kwa kuanza mechi zote, basi kwa 60% mpaka 70 awe anaanza michezo. Kuonekana kwenye ngazi ya kina Aziz Ki, kina Maxi, kina Pacome. Kama anaona anachoshwa kwa kutokuanzishwa, akiamini kwamba yeye ana ubora wa kuanzishwa, inawezekana wamemdisappoint kutokana na makubaliano walioyaweka awali baina yao wao na Yanga, sijui walikubaliana nini, lakini kwangu mimi naona ana deserve kuwa moja kati ya nyota ambao wanacheza kikosi cha kwanza wapi? Yanga. Sasa watu wengi wanashindwa kutofautisha. Ndio. Ukishasema kikosi cha kwanza ni wale 23 wote wale. Iko ndo kikosi cha kwanza. Ila first 11 ni ile iliyoanza siku ya mechi. Kikosi cha kwanza ni wale 23. Kwa yumo. First 11 ni wale walioanza siku ile. Kwa hiyo shida yake sio kuwemo kwenye kikosi cha kwanza. Shida yake ni kuwepo katika first 11. Regular starters wale wa mara kwa mara. Ndio maana nikaweka 60% mpaka 70 hapo unakuwa regular. Inaweza isiwe 100, lakini basi kuna 70-60 una uhakika wa kuwa unaanzishwa. Hiyo ndio nadhani ndio inamdisappoint zaidi na kumtoa ule ufalme wake ambao ilikuwa mchezaji yoyote anayekuja Tanzania eneo la kiungo mshambuliaji lazima afananishwe na Chama. Anamweza Chama, atamfikia Chama. Kwa hiyo namba zake haziwezi kuja kuongezeka na ubora wake, na ukumbuke huyo ni national team player material, kwa lazima acheze kwenye klabu yake perform ili impe nafasi za mara kwa mara kucheza kwenye nini? Kwenye taifa yake ya chipolopolo. Yes. Bwana, mimi hapo kuna kitu kimoja nimekielewa kwamba ukiona ile first 11 inamaanisha ni wale wachezaji 10 ngapi uwanjani, lakini wa mechi husika ni wale wachezaji 20. Sababu Aziz Ki jana hajacheza. Ndio. Baka jana hajacheza. Vipi hao sio kikosi cha kwanza? Hao sio, lakini tu hawakuwa kwenye first 11. Kwa hiyo